Crazy Rocket, now available on PMBet. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema. Leo hii uongozi mzima wa klabu ya Young Africans uko hapa Tabora, na lengo kubwa la kuwa hapa Tabora ni kwa ajili ya mechi yetu ya ligi kuu dhidi ya Tabora United. Lakini Yanga mara nyingi tunapokwenda kwenye mikoa kama hii au nje ya taifa letu la Tanzania kwa ajili ya michezo kama ambavyo klabu yetu inaelekeza, sisi huwa tunakwenda zaidi ya hizo dakika 90. Na moja katika shughuli ambayo huwa tunaifanya kama club ni kurudisha kwa jamii yenye uhitaji. Kwa hiyo tumekuwa na tamaduni hii kutembelea vituo mbalimbali ndani na nje ya mipaka ya taifa letu kuhakikisha kile kidogo ambacho Mwenyezi Mungu ametujalia na sisi tunakirejesha kwenye jamii yenye uhitaji. Jambo hili Young Africans tunalifanya kwa karibu sana tukishirikiana na taasisi ya GSM, kwa maana ya GSM Foundation, ambao nao wamekuwa wakitupa nguvu kubwa sana kuhakikisha tunakuwa na chochote cha kuleta pindi ambako tunaitembelea jamii hii. Na leo hapa Tabora tukiwa tunakwenda kwenye mchezo huu dhidi ya Tabora United, uongozi wa Young Africans ukiongozwa na rais wa klabu yetu Engineer Hersi Ali Said, sambamba na mjumbe wa kamati ya utendaji mzee wetu Rogers Gumbo, lakini tunaye pia afisa mtendaji mkuu wa klabu yetu Andre Mtine, tunao wakurugenzi na watendaji kutoka kwenye idara tofauti za klabu yetu ya Yanga. Tumekuja hapa Tabora na leo ikiwa siku ya mchezo asubuhi tumepata nafasi ya kukitembelea hichi kituo kinachoitwa Mother Teresa. Mother Teresa. Kwa tuko hapa na utaratibu mzuri, sisi ambao ni wageni ni lazima kwanza tuwasikilize wenyeji wetu, wapate kutupitisha kidogo kwenye historia ya kituo hiki, tuweze kujua wana watoto au watu wa aina gani ambao wako nao hapa. Baada ya hapo tupata nafasi ya kusikia uongozi wa Young Africans, alafu mwisho tutakwenda kukabidhiana kile ambacho sisi club Young Africans kwa kushirikiana na GSM Foundation tumekuja nacho hapa. Kwa nilikuwa naomba tumkaribishe Sister Domitila. Hii ukiwa unafanya mambo ya muziki unajua ile do re mi fa te sa ti do. Kwa tumkaribishe sister, nimesahau tena, Domitila. Yes, aweze kutupitisha kwenye historia ya kituo hichi. Sister, karibu sana. Good morning all of you. Thank you for choosing this kituo to kuja hapa leo. Tunafurahi sana kukaribisha yote. Alafu sisi tumeanza kituo hapa 68 pamoja na Mama Teresa wa Calcutta. Tunaitwa hiyo nyumba ya furaha na amani. Tunatunza watoto yatima, alafu pia tunatunza wazee, wakina babu, wakina bibi, ambaye watoto wataki kukaa na wazee. Sasa wanaleta hapa, mara nyingine analeta social welfare, mara nyingine analeta polisi. Watu wote ana shida analeta, lakini tunapokea kama analeta na barua, hatupokei kama hivi. Sasa tunaye wakina bibi, wakina babu, wakina bibi kama 25, wakina babu pia kama 30 hivi. Tuna watoto wadogo wachanga, wengine anatembea mwaka 1-2, hao ni wote ni motherless children. Baada ya anasa mama yao alifariki, alafu baba hawezi kutunza watoto, alafu analeta hapa. Tunatunza paka mwaka 3, mwaka 4 hivi paka anaweza kuingia nyumbani yao, alafu baba atachukua atatunza nyumbani. Hatupeleka shule, watakwenda shule mwenyewe pale nyumbani. Tunatunza tu paka mwaka 3, mwaka 4. Ndio muhimu sana kwa bila mama anatunza baba hawezi, sio? Sasa tunatunza paka mwaka 3 au mwaka 4, alafu atakwenda nyumbani, ataka nyumbani, ataenda shule pale. Sasa kama hivi tunaye watoto kama 30 21, alafu pia wazee, wakina babu, wakina bibi karibu wazee wangapi? 45. Alafu pia si hiyo tu, alafu pia tunatembelea
familia watu maskini, tunakwenda kila kijijini, tunakwenda kuangalia wase anakaje nyumbani yao, alafu ana shida nini, tunasaidia pia hawa. Alafu pia tunakwenda vijijini mbali, tunakwenda pia tunasaidia hawa, anataka shida gani tunasaidia. Mara nyingine pale wase wanauma sana, tunaleta hapa, tunatunza hapa. Tunaona watoto mama alifariki peke yake na baba, tunaleta tunaweka hapa, tunatunza paka mwaka 3 au mwaka 4 hivi, alafu watarudi kwa family. Ndio kazi tunafanya hiyo. Tumeanza nyumba hii ni 68 September 8 of September tumeanza hiyo. Hiyo nyumba hii ni nyumba ya kwanza ya Afrika. Mara ya kwanza Mama Teresa amefungua nyumba hapa ni Tabora kwa Afrika. Alafu kutoka hapa imeendelea kila mahali. Tunayo nyumba mzima, tunayo Missionary Charity, tunafanya kazi hiyo. Alafu pia ni muhimu sana kujua nyie tunafanya kazi bure. Hata hapana kuchukua hata senti moja, kwa sababu tunafanya hii kazi tunalipa na Mungu. Sasa ndio hii ni muhimu, watu ni lazima kujua hiyo, kwa sababu watu wanafikiri labda tunachukua hela au nini. Hapana, hatupokee chochote kutoka kanisani au government. Hapana, tunafanya free service to the poorest of the poor. Mungu ndiye analipa. Lazima kujua unaendeleaje kazi. Tunaendelea bure, lakini unajua unauliza labda sasa kama unaendelea bure, kwa nini unajuaje watoto wanaendeleaje na nguo, chakula, kinini? Lakini watu wanaleta. Watu wengi wanaleta kama donation. Sisi hatupokee chochote, kwa ajili tunafanya kazi. Kama anasema sisi pokea hiyo donation, tunapokea. Sasa tunakana hiyo donation, sio? Watu wengi wanaleta nguo ya watoto, wase, mara nyingine wanaleta chakula, mara nyingine wanaleta dewa. Kama donation tunapokea kwa ajili ya Mungu. Tunaendelea kama hivi. Sawa? Sasa unataka kuuliza maswali yote, utauliza nitasema. Sawa. Tumuongezee makofi mengine. Sasa ametugea ufafanuzi mzuri kweli kweli. Ndio bwana, mzuri kweli kweli. Alikuwa anapambana hapa na lugha ya Kiswahili, lakini anasema amefika lini hapa? Yeye hata 68. Hapana. Mimi 1972. Nimekuja hapa 1972. Nimefanya kazi, yes. Tabora. 72. Yes, manake tu kimeanzishwa 1968. Na amekuja miaka 4 baadaye akaja yeye. Baraka ambao tumeipata leo, mmoja katika wanachama wetu ambao tumekuja nao hapa, na yeye amelelewa kwenye hichi kituo. Kwa hiyo kabla sijakupa fursa ya kuzungumza kwa dakika chache, kwa naomba tumkaribishe na yeye aweze kusalimia, arudi kwenye familia yake na atupe ushuhuda wake, ili jamii kubwa ambayo inafuatilia jambo hili kupitia vyombo vya habari ione kazi kubwa ambayo masista hapa wanaifanya kwa ajili ya kulea hawa vijana na kulea wazee ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Karibu sana kiongozi, uweze kuzungumza na kusalimia. Njoo bwana. Tambulishe alafu ulikuja lini? Asalamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe, tumsifie Yesu Kristo. Kwa jina naitwa Sebastian Agustino. Mimi ni mwanachama wa tawi la Kigogo Luanga, Dar es Salaam, na katika utaratibu wetu vile vile ni katibu wa kanda ya Kinondoni ya viongozi. Mimi mama zangu huyu kanilea sana. Mimi nilikaa huku, nimekaa Dodoma, lakini nimekaa sana Mbulaati. Mazateleza Mbulaati wamenisomesha hawa kwanza, na kipindi cha zamani sisi ndio watu wa kwanza watoto tuliochukuliwa kulelewa na wakati vituo vinaanza.
ambacho kama mama hapa ameeleza, utaratibu zamani ulikuwa unasomeshwa mpaka na kusaidia kila kitu. Nilipata serikalini na nilitelekezwa. Labda niwaelezeni ukweli. Nilitelekezwa na wazazi wangu. Sisi tuko mapacha na dada yangu. Lakini dada yangu kaolewa, tuko twins, na mimi nipo mpaka kesho niko nyumbani. Hata nilipotoka huko nikasema nakuja huko sasa, nikasema nakuja kutoa na zawadi. Sikujua kama klabu yangu pendwa nakuja kutoa zawadi. Kwa hiyo mimi nikabidi nifanye juu chini ninunue zawadi zilizoleta tuwe pamoja kushirikiana pamoja. Nawashukuru sana wananchi wenzangu kuja kututembelea nyumbani. Mimi ndo asili yangu, yani ukiona na ujanja wote asili yangu mimi ni hawa. Wamenilea kama bila hawa mimi sijui kama ningekuwa duniani. Lakini walinilea katika maadili ya dini. Nashukuru sana. Hata kwa watu wengine wakiangalia status zangu, wakati na wale masista wa kule Mbulahati walikuja ofisini kwangu, nikaambia mimi nitawatengenezea gari yenu bure kwa sababu mimi na dini kule system na mechanics gari. Kwa hiyo nikabidi nichukue gari yao niwafanyie service vizuri nikarudishia. Kwa hiyo niwaambie ukweli huo, sijui mnataka niwaambie hadi kitu gani, lakini niwahakikishie hawa ndo nilelea mimi. Ujanja wote mpaka sasa hivi namiliki kampuni yangu ya Chesley Data Company Limited. Opportunity nao mimi nasaidia kwa mawazo nini mpaka kufanikiwa hiyo. Kwa hiyo nashukuru sana kuja Mheshimiwa Rais kwa Gobe Yanga. Natumaini utanifahamu vizuri. Iwapo GSM gari zake mimi natengeneza mimi kwenye kampuni yangu. Kwa hiyo niwaombe karibuni sana. Akiwa anaenda Mwimbi. Asante bwana Seba kwa maneno mazuri. Naamini Watanzania wameona na kupitia wewe kazi nzuri ambayo inafanywa na masista wetu inaonekana. Inaonekana, na kama vozungumza hapa sista wetu, wao hawana malipo yoyote ya kidunia ambayo wanayapata. Wao wanaamini wanafanya kazi ya Mungu na Mungu pekee ndiyo atawalipa. Na katika malipo hayo ambayo wanayafanya, miongoni mwao ni kutengeneza tabasamu, maisha na furaha kama ambavyo wametengeneza kwa upande wako. Kwa hiyo tunaamini wewe ni balozi mzuri ambaye utakuwa unakiendelea kukisemea vituo hivi, na wakati mwingine ukipata nafasi nyingine wanachama zako kwenye matawi naweza kuhamasishana pia mkatembelea kwa ajili ya kurudisha kile ambacho mmejaliwa. Mwenyezi Mungu amekujalia sasa hivi una kampuni kubwa, na sisi tumekuona umepiga na linki ya tangazo hapa. Ni kazi nzuri hiyo, na Mwenyezi Mungu aendelee kukubariki bwana. Sasa kwa fursa hii tumkaribishe sasa rais wa klabu Young Africans, naye azungumze kwa upande wa klabu yetu, na ataiwakilisha pia taasisi ya GSM ambayo tunafanya nao kazi kwa maana GSM Foundation. Alafu baada ya hapo tutakwenda kusikia kutoka kwake na mwongozo wa nini ambacho tumekuja nacho kama zawadi kwa kituo chetu. Karibu sana rais wa Yanga, Engineer Hersi Said. Baba, 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 baba.